lisali moja Baba, wanateketeza haya madhabahu Baba, nguvu zao, uweza wako mtakatifu utembee. Tunateketeza nguvu za giza, tunateketeza nguvu za giza, madhabahu ya giza, madhabahu ya shetani. Hauna nafasi tena, hauna nafasi tena. Toka na kwenda, toka na kwenda, toka na kwenda. Mganga ameokoka na anasubmit vitu zake. Kuna vitu vingine hapa nasikia ni pazito. Kwa meza? Kwa meza wapi? Tutakuwa tunainua mtaona. Sawa, tunaanza na gani? Kuna kitu kimoja chaona hapa ndio nataka kutafuta. Naona kuna certificate. Hizo ni zako ama ni za watu? Hizo ni zako. Sawa, Oh, hizi ni zake zisichomwa. Kuna ID hapa ni? Oh. Kuna vitu muhimu kama hizi labda hizi ni zake. Kuna screw hapa hii. Hii ni hapo. Oh. Kuna kitu natafuta kinaitwa lease. Lease. Hiyo lease ndio nachoma, hiyo machine ndio inaingia. Natafuta hapa siona. Na kipindi niliona lease. Hadi kipindi nilikuwa naitana machine hiyo inakuja. Hii ndio lease nilikuwa nachoma. Sasa hii lease kipindi nilichinjiwa matawa kwa Kafuri, ndio niliambiwa hii lease ndio nachoma, hiyo mapepo ndio inaingia. Unaichomaje? Sasa hii lease napiga kibiriti, nikipiga kibiriti nachoma, nafanya kama msalaba, na pete nafidiza hivi kwa mlango. Nikifanya nikimaliza, hapo nimejidress na hizi nguo. Mtukutu umejifunika. Oh. Wamevalia hili kanzu na hii kofia. Nikifaa hivyo na hii kitambaa nimeweka. Sasa kipindi nimefanya hivyo ndio napata sasa na nguvu, na hizo nakuwa kama nakaa kama naitana hao wasee. Nikianza kuitana wanatokea kutoka kwa mabati juu. Sasa naanza kuongea, kuna majina nataja kama kuwaitana. Na hiyo nilionyesha kuongea kama nasungumza. Nikiongea hivyo, hayo wasee sasa wanaweza suka. Wakisuka kama uko na makoso, kuna hii kiboko unapiga wapi? Sasa hii ndio kinatumia kunyorosa hao watu. Wewe huo umekuja kuwagange. Ndio. Unawapiga kidogo. Sasa hiyo ndio wananyorosa nayo sana. Wanao wazee. Ndio. Oh. Hii kutoka hapo kuna kitu kiko hapa. Hii utaweza ona ni ya ng'ombe lakini sio ya ng'ombe.
kuna mnyama ile iko na nini mistari Zebra. Hii ndio kitu yake tulipatiwa. Hao wasee sasa kipindi wanakuja wanakalia. Majini akija na kalia hii. Unaweka kitambaa nyekundu juu, unatandika blanketi kutoka chini, sasa wanaingia wanakaa. Utaweza angalia hapa kuna picha iko hapa ya mtoto. Na huyu mtoto nimeona kama niliondoa, alikufa. Hii picha hiyo niliua. Na chili kitu huyu mzee bwana yake walikosana na bwana yake ni askari. Akaambia huyu mwanamke arudi, akakataa kurudi, akaoleka sehemu nyingine. Bwana yake akaleta picha. Akaniambia niwekee huyu mtoto ni wangu, nataka umtoe akufe ama uniue. Nikamwekea dawa, akakufa. Akaniuliza nitaweza chua aje amekufa. Huyu ni Mkamba, mwanamke wake ni Mkamba, lakini bwana ni Mkisii. Nilifanya hivyo, nilimuua. Na hii kitu nimesika hapa. Hii kitu ni ya mnyama ile inapiga kama wanaita Kikisii wanasema iko ngau, lakini kwa hapa sijui vile mnaita. Natumia na hii hii dawa. Hii ni kama ubani. Zenye watu wanapenda kuchoka eti marashi, unaona? Hiyo vitu vinaonekana kama hii. Udi. Hiyo udi na tunatumia ubani ile nyeupe. Sasa tunachoma. Sasa tukichoma tunachanganya hii vitu ndani. Tunaitana hii kitu kinakimbia kwako. Kikikuja kwako kinaonyesha dalili ya mtu anakufa. Sasa kipindi hiyo nimemaliza hivyo, namwambia umeona dalili, ananiambia ndio nimeona dalili. Sasa jua ule mtu amekufa. Nenda utafute kondoo nyekundu na utawe kondoo nyeupe na utafute kuku nyekundu, uchitengeneze na ulete watoto wako niwachanjie madawa, hiyo kitu kisirudi kwako. Hiyo vitu nikatenda hivyo, maneno namaliza. Huyu ukiangalia, huyu amekufa. Na huyu ni mtu amepigwa mapanga ama amepigwa hali kupigwa lakini ameaga dunia. Huyu mtu kipindi nimeweka dawa, nataka kuua mtu, lazima nitumie picha kama hii ya kufuruta ule mtu akufe. Sasa kipindi huyu ni ndugu yangu amekufa, lakini natumia picha yake ya kufuruta mtu akufe. Sasa nikitaka mtu akufe natumia hii picha. Sasa nikiongea nasema nahitaji ukufe kama huyu, ndio hiyo maneno ishe. Na anakuitana jina yako, hiyo kitu kinatendeka. Nikimaliza kutoka hapo, kuna mchanga wa kafuri na waambia waende watafute ya kwao. Hiyo mchanga ya kafuri ndio natumia kwa kuua mtu. Sasa nikinazungumza vile ule alikufa na mwigoya na kutaja na wewe ukufe hivyo. Kama yeye kama ni kupigwa kama huyu akufe kama hivyo. Hiyo vitu tuko na certificate. Hizo zinaonyesha mtu unasema mimi niko na certificate, serikali ikikuja kwako unawaambia niko na certificate, mimi natibu dawa ya kienyeji. Na ukiangalia hapa tuko na certificate. Hata chifu, barua ya chifu iko hapa ambaye anatutambua na sisi ni waganga ama ni sisi ni daktari wa kienyeji. Hiyo ni kujificha hali ya kuingia ndani, lakini unatenda vitendo vibaya. Sifanye zionekane sasa. Certificate aliyopewa na serikali kwamba ni mganga na chifu amemrecommend hapa, na hii ni cheti ikiwa na kabisa nembo certificate. Ukiangalia hii kuna vitu viko hapa ndani. Hii vitu vimechanganywa madawa ya misila, madawa ya hali ya kuua. Sasa nikitaka kukufanyia kitendo hii vitu ndio natumia. Hata kuna mtu hapa alinipatia vitu yake nimtendee hii kitendo. Huyu mama alikuja kwangu akaanza kulia machozi, akaniambia juzi vile mmeniombea. Akaniambia mbona unaacha kazi na ulikuwa unanisaidia? Nikamwambia Mungu amenibariki na wewe acha kubariki. Lakini nimekuja na pesa nisaidie. Nikamwambia siwezi kukusaidia. Mwenyezi Mungu amenigusa roho yangu. Vitu viko, kila kitu kiko, lakini siwezi tenda hiyo kazi. Kuanzia leo mimi nimeachana na Mungu amenisaidia. Na wewe omba Mwenyezi Mungu akusaidie kwako kama kuna shida. Mimi sina nguvu yoyote, Mungu ndiye ako na nguvu. Hata chafu ya mtu
Unaweka ndani. Mafi yake unatafuta. Sawa usimwage, iweke tu sawa. Kuja anachukua kinyesi cha mwomo na pupu kwa choo. Hata pesa iko. Kama pesa, nywele siko. Vitu ni vingi sana, sasa unanyang'anywa ndio unaanza kukutendea kitendo. Na hapo ukiangalia dawa ya misira iko ndani. Nilienda kwangu nikapata miujiza ile imetendeka, nikaona Mwenyezi Mungu wako. Amen. Kuna kitu kinaitwa nyumbani wanaita lila mata. Ilimota. Hiyo kitu kipindi tunakuwekea, lazima tukuwekee ukienda bahari popote hiyo kitu uoni. Na kuna picha hapa ya mtoto ambaye ameaga. Hii ni mtoto wangu aliaga. Sasa kipindi nafanya hiyo vitu, lazima nitende hivyo. Afe vile huyo alikufa. Ndio. Kipindi unataka kwenda sehemu yoyote uwezi onekana, sita kama ni mimi nakuwekea. Ndio. Uwezi ona vizuri, niko na yenye inaonekana kidogo, yenye nimebakiza. Kitu kinaonekana kama hii, kinamea. Sasa unaenda unatua. Sasa hiyo kitu ni unachanganya ndani. Sasa mtu ukienda sehemu huwezi onekana ni nani anakuua. Sasa ukitaka kuona, unajaribu kuona uoni, lakini ni mimi nakutafuta. Kipindi unataka kukuua, lazima ni kunyang'anya kila kitu mpaka pesa zinakuishia. Uoni, ukienda hata kutibiwa, hiyo pesa zinaisha, unakufa. Hauna pesa ya kusaidia. Hauna hela ya kusaidia. Umeona? Hiyo kipindi nilikuwa natoka Kisii, mtoto wangu nimeweka dawa, nilikuwa nahitaji kuua. Kipindi nimetoka Kisii nimekimbia hapa, nikakuja nikafika hapa Mabera. Kipindi nasuka kwa pikipiki nikasahau bagi yangu. Hiyo bagi kipindi nilisahau mpaka lisi ilikuwa ndani, kila kitu kilikuwa ndani. Mpaka certificate. Kipindi hiyo sasa nimesahau, kuna vitu tulikuwa tunaita vingere, yani kwa lugha yetu. Hiyo vingere vilikuwa vinapiga kama sana na sauti, lakini hiyo vitu kipindi vilipotea. Hiyo upepo sasa iliniambia tu, utaweza tafuta hata vifunguo, tutaweza piga kipindi unatuitana, tunapiga. Hii vitu ndio wanatumia sasa kipindi, wanakuja wanaanza kupiga, wanakuambia toeni heshima. Ndio unaongea nao. Hizo funguo ni kama kengele, maana siku hizi hizo kengele haziko, akatumia ndongolie. Na kuna kitu niko naye hapa, kipindi umeipiwa. Sasa nikikuja nayo, hii usione hakuna kitu ndani. Hakuna kitu chochote, lakini ni hiki kitambaa kiko. Hivi vitambaa vinaonyesha dalili ile ya mtu wakati amekufa. Bali utaweza kuweka kwa kaburi ama kwa ile gari inakuja. Ukiona hiki kitambaa unaniokopa. Sasa hiki kitambaa hii kwa sababu imewekwa hivi na unakiniona unaniokopa. Hivi vitu sasa nikikuja kwako kutoa vitu ya ule mtu ameiba. Ndio nazika hii kitu na waambia nataka nitoe hii vitu niende nifanye kazi. Wewe unafikiri madawa iko hapa ndani. Mimi hakuna kitu ndani. Naenda natoa ile mchanga na ingiza ndani. Sasa naenda kuchanganya, nimuitane nimwambie aenda ulete kuku, aenda ulete vitu yake, kitu kimoja yao, nimfanyie kazi. Sasa ndio natenda ule mtu anakufa. Kuna kisu hapa. Hii kisu natumia kwa vitu vingi sana. Hii kioo kilipasuka, nilikuwa nimeweka hii kisu juu. Sasa kipindi hata kuna kitu naonyesha kama ndege hapa. Hii vitu vyote ni Mungu alitenda haya yote ikapasuka. Hali hii kitu kinakaa hapo juu. Sasa kipindi nasema huyo mtu akufe, tunawekelea picha yake juu hapa, ndani hapa. Sasa nikiweka hapa juu na uuliza, unahitaji mtu akufa aje ng'ombe akufe hali apigwe kwa barabara ama wao na watu na fizu, natumia hii kisu. Sasa akiniambia namwambia niambie kenye unataka kitendeke. Na hii dawa nilisika kutoka huko Mombasa. Akaniambia sasa wakati namuuliza ananiambia nataka akufe kwa watu wamuue. Namwambia tunga kisu. Anatunga ule mtu. Akimtunga ule mtu anaenda na wao na kisu. Lakini kama unasema ni gari sasa napitisha hii ndege. Sasa inapita juu yake. Sasa kikipita juu yake
Huyu sasa anapigwa na gari anakufa. Kwa hiyo mnaona jinsi shetani anaua watu. Kitu naweza kuwaambia kuanzia leo tu, kitu naweza ongea kwa mtu ambaye amejificha kwa kanisa na tena anaelekea kwa uganga isaidii. Amen. Kitu nimeona kitu miujiza kubwa sana. Roho ya Mungu akisuka amesuka. Kama amenisika na niweza kutambua Mwenyezi Mungu kwa kila siku. Amen. Hii ukiona huyu ni mwanamke. Na hii ni udi. Na kila mtu unaona kama wanachoma udi. Kwa maduka. Haya wanasema kuna mikato ama mtu mbaya. Hakuna ile kitu ni ya uongo. Hii vitu unachoma kwa ajili kuna maandishi yameandikwa unaweza choma. Ukiangalia hao ni watu Waislamu wanatumia hii vitu sana. Na hao Waislamu na sisi ndio walitueleza wakatuambia kuna dawa unachoma. Sasa ukiona huyu ni mwanamke anafanya miguu hivi, sasa anaanza kuongea kipindi anaongea hivi, akiongea kitu kile wanaweza zungumza, wateja wanakuja mpaka unasahau mpaka change. Hata kila kitu unasahau. Haya pesa ukipeleka unakumbuka kweli nilienda na pesa ilienda wapi. Hii vitu ukichoma, unafika huko kwa duka unasahau. Hata unaenda unakumbuka, unarudi tena unakimbia kwa ile duka huko. Kwa sababu yai inakufuruta kwenda hapo. Nasikia wanaochoma ubani, unaenda kukaduka kamoshi kanawaka. Na hii udi inaitwa Flora. Hii udi inaitwa Flora. Kipindi mwanamke tunamuhitaji ama hata akwe Nairobi akwe sehemu yoyote, hii udi ndio nachanganya. Kuna madawa mengine nachanganya ndani, yuko hapa alipasuka. Hiyo madawa sasa nachoma, namwambia nipatie jina lake, ananipatia. Sasa mtu unakeuka akili yako, ukubali ulikuwa unasema mimi narudi, nataka kuenda, ama unaipa hata pesa unakimbia kwa sababu ya hiyo udi inakuvuruta kwa haraka ukimbia mpaka hapo. Umeona? Asa wanaenda kwa waganga. Hii udi inatumia kwa watu wale wanakimbia huko kwa mlima. Wanasema wanaenda kutafuta maombi ama kutafuta maombi ya mlima. Hii udi unatumia hapo, kipindi unaenda kwako, unaweka makoti chini, sasa unaanza kuomba. Na inatumia mtu ambayo ako na vitu vile vinaitwa miotoro. Yeah, hiyo vitu vinafuruta. Sasa hiyo vitu vikifuruta hao watu vinafuruta. Sasa ukianza kusema na pastor amekuombea ama amekusaidia, sio pastor anakusaidia. Ni hii vitu sasa wakati amechoma vinakuingia sasa vinakuongeleza vile unataka. Sasa ukienda kwako unapata kitu kimetendeka, wewe unasema na ni Mungu amekusaidia, sio Mungu. Ni hii vitu ambayo tunachoma. Baba, hii ni tembe hali ya inamea. Hii ndio tunaita omosira ama inakuua. Na ukiangalia hapa kuna tembe ya kukunywa kitonge ama wanaita kitonge. Hali hii kitonge utaweza wakati tunachanganya ndani, tunaweka mpaka vitonge sindani ya hospitali, kile kitu tunaweka ndani, tunachanganya ndani. Hii ikianza kumea ukienda hospitali, ukianza kutungu sindani, ile kuliko upone unaendelea kufura tumbo. Sasa ukiendelea kufura tumbo, ile madawa ifanyi kazi. Na hata ukunywe vitonga havifanyi kazi. Hii tembe inaendelea kufura. Ikipasuka unakufa. Kipindi unakufa, hii tembe sasa imepasuka na wewe unakufa hivyo. Kwa sababu tumehamia madawa, tunasema hata ukunywe dawa yoyote uelekee sehemu yoyote ukufe. Sasa hapo lazima ukufe. Unaenda hosi. Alisa, vitu ni vingi vilikuwa, lakini wali nilifika nyumbani hadi nikapata madawa amepasuka. Kila kitu kimepasuka. Na tena sio hiyo siku hiyo, lakini nilifika pastor huyo akaniambia tunaendelea kukuombea, umefika kwako ndio. Tunaendelea kukuombea, nikaweka makoti chini. Nikaomba Mwenyezi Mungu, nimekuja mbele yako. Unisamee dhambi zangu, sikukuwa najua ni hali niliona hali ya fedha nikaingia ndani. Sikukuwa nafahamu. Hali utaweza kunisamea. Kuongea hivyo nikaingia nikalala, nikapikia watoto chakula wakakula, tukaingia tukalala, nikafunga milango. Kuamka asubuhi nikapata nyumba imefunguliwa milango, kuangalia kwa madawa yamepasuka, kioo kimepasuka. Sasa nikasindo ni hivi vitu vimeingia ndio vimepasua ama
ni Mungu alitenda haya, lakini ninaomba Mwenyezi Mungu, ninajua tu ni Mungu alitenda hayo, sio hali ya kucheza. Asante. Hiki kioo huwa kinafanya kazi gani? Hii kioo nimeeleza, kipindi unaonyeseka hapo ndio unatungu kisu, sasa ndio unakufa. Kwa sababu hiyo kioo tunaweka hali ya watu wengi wanasema tunataka tumuone ni nani huyu ananisumbua. Sasa ukisema ni nani huyu, unaambiwa tunaenda kwa kioo. Kama unaona hii vitu vinakuambia kuonga, tuende kwa kioo. Kwa kioo ukifika ni pesa mingi unatoa wakati ya kioo. Si uwezi kutoa, unaweza ngapi? Wali ya kioo wakati unaweza kuenea kwa kioo, wali ya kuona kwa machini inakuwa shilingi 250. Lakini kuona kwa kioo inakuwa shilingi 6,000 ama shilingi 4,000. Kipindi umeonewa hiyo kioo na watu wanakuja ni wale wako naonera sana, hata mtu atauza ng'ombe zake akimbie kwangu. Hali hii kioo kikimuonyesha anasema huyu mtu nimemuona ukweli ni yeye huyu, nataka uniue. Namwambia sika hiyo kisu. Unataka awawe na nini? Na gani ama ni unataka awawe na kisu ama na watu wamuue? Anasema nataka awawe na kisu, watu wamuue. Sasa ukisema hivyo unawekelea kisu. Unasema watu wakuue na kisu, sasa unaenda unawawe na kisu. Ukisema ni gari unakupita kwa barabara, gari inakuua. Sawa. Hii kitu nilikuwa natumia kipindi ya mapenzi. Hadi mwanamke amekuja kwangu, kama wako hapa siwezi jua kama Mungu amewabariki. Mwanamke amefika kwangu, namwambia sana sana, unajua sio kupenda kwenu, hadi mnaingia kwa hali ya muoni. Sasa kipindi amefika kwangu lazima nimwambie kitu, hii kazi imenikasirisha kabisa na nimeona vibaya. Hii kazi kipindi lazima nilale na huyu mwanamke anakuja kwangu. Hiyo ndio kitu tu nimekasirika na hii kazi. Nimefanya hata mwanamke tunakosana na yeye. Hii kitu sasa ukifika kwangu na kuambia la toa nguo zote, anatoa nguo zote. Namwambia sasa nataka ulale kwa hiyo kitambaa juu, analala juu ya kitambaa. Namwambia sasa nataka usike hii kitu, ukisema vile unataka, anasika anasema vile anataka. Namwambia ingiza ndani ya nini yako, anaingiza ndani. Namwambia sasa zungumza vile unataka, anazungumza. Namwambia sasa kitu utafanya lazima dawa nikusukumie ndio ifanye kazi. Sasa ananiambia kweli hii dawa kweli lazima nitulale na wewe. Namwambia kama utaki hiyo kazi iwezi tendeka. Sasa nakuwa namwambia sasa songa hivi na kumwekea dawa. Namwambia sasa dawa hii lazima uende ifanyike. Kuanzia leo mwanaume wako atakuelewa. Sasa hiyo dawa huyu mwanamke anarudi kwangu. Wanamke wengi wanapenda waganga. Mtu sana sana anapenda uganga ni wanamke. Unapata mwanaume wako apendi uganga. Nakwambia hatuwezi kama hatuwezi elekea kwa uganga, hatuwezi saidika. Wacha tukimbia, hata wengine wanakimbia wanasaidika. Sasa mwanamke kwa sababu anapenda ule mganga wamekuwa na yeye. Sasa akifika huko wanaongea na mganga wanaelewana. Akiongea wanaelewana. Sasa anamwambia nimeleta hata bwana yangu, wacha muongee na yeye msaidie. Sasa kipindi unakuja na kubabaisha. Wewe nakuweka hivi, unasikia kama unaona kweli hii vitu ni ukweli. Lakini nakwambia ndivyo nimekujanjia na tena nataka huyu mwanamke wako tena ingie na yeye nimjanjie dawa. Kipindi sasa nimemwambia hivyo, ule mwanaume na yeye anakaa kando. Yeye anafikiri ni dawa na mjanjia, kumbe tunataka tukue na yeye. Ndio hiyo tu inatendeka kwa hiyo uganga. Na sana sana kitu naweza kuwaambia. Hata niliambia huyu mama ambaye alikuja kwangu, nikamwambia hata wengine niliitana kwangu, mimi nilikuwa na seti mpaka machine naingia kwako na kusumbua. Kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa Agri. Alikuja kwangu, nikamwambia huyu kijana namfahamu, hata nilimuitana kwangu. Nikamwambia wewe, ulikuja kwangu nikusaidie dawa ya mapenzi kwa mwanamke wako akakuja. Lakini nataka nikuambie Mwenyezi Mungu ameniokoa, nataka nimtumikie. Kuanzia leo usielekee uganga isaidii. Mwanamke wako nilimsaidia akakuja, lakini kipindi niliona pesa yako imeisha tena, nilikuitana ukaingia kwangu, vitu vikaanza kwako tena. Nikaitana sasa, nikatumana wale wa machini, nikawaseti kwenda kwake, wakaanza kumsumbua. Ndiye arudi kwangu aniletee pesa tena niendelee kutumia kukula. Sasa kipindi niliona hivyo, nikamwambia ukweli, nilikuwa nakusumbua, lakini nakuomba msamaha, Mwenyezi Mungu aniokoe. Na hali nipira nimekuomba msamaha, Mwenyezi Mungu ataweza kunisikia, hali nimekuomba msamaha. Kama huwezi kunisamea wewe ndio utaweza chua.
Na hata kuna ndugu yangu walikuwa na huyu kijana. Kuna kipindi alikuwa anaweka stima. Huyu kijana anaweka stima. Wakaanza kuweka stima. Huyu kijana nilikuwa namchukia sana. Huyu ni ndugu yangu, tumesaliwa na yeye. Nikaona sasa nataka aweke stima, mimi chaweka. Vile niliona hivyo nikamwambia, tukaanza kugombana. Nikamwambia hakuna kitu utatenda, utajionea. Ukweli akaanza kuweka stima. Walianguka na huyu alienda akastukia hospitali. Lakini huyu hakufanyiwa kitu chochote. Yeye alikuwa vizuri. Kipindi alisikia nimeokoka, alisema ukweli, nataka niende nijionee. Nikamwambia kwenda ujionee wewe mwenyewe. Mimi ukweli Mungu ameniokoa. Na nahitaji Mungu anisuke roho yangu na mimi nikue kuliko niponyeza watu kwa madawa, niwaponye kwa roho ya Mwenyezi Mungu. Ushauri wako kwa watu unaenda kwa waganga ni upi? Kitu tu mimi nilikuwa nasema, hata kutoka nyumbani nimeambia watu, hata huyo alikuwa anajua, na watu wetu walikuwa wanaingia, sijui kama wamefika. Watu wengi walikuwa wanasema tunahitaji ukweli, hii kazi itendeke tukiwa hapa na sisi sote tuone ukweli umetutesa. Hali kipindi mimi nilikuwa ukiongea kitu na kuambia wewe huwezi kunifanyia kitu. Hata huyu pastor nilimwambia pastor, wewe huwezi fanya kitu kwangu. Hata ujaribu kuomba hakuna kitu utafanya. Lakini Mwenyezi Mungu ametenda maajabu. Asante. Kitu ambayo nitaambia watoto ama mama, mtu mdogo, hata mtu yoyote, kitu tu nitamwambia, ukikuja kwa kanisa endelea kuomba Mwenyezi Mungu akusukie. Usijifiche huko nyuma, useme sasa niko kwa kanisa, ukitoka unaenda unafanya maajabu. Ama unaenda ukaapa. Kitu tu naweza kuwaambia, msielekee kwa kanisa na tena mnajificha ndani. Hali kwa mimi nilikuwa naingia kanisani mpaka naomba Mwenyezi Mungu. Hata saa hii nilikuwa kanisani, nilikuwa kwa kanisa huko nyumbani Kisii. Hata huyu anatambua kanisa ya Kirdeli. Nilikuwa naenda ninaomba vizuri. Kipindi naomba lakini nasema sokolo sangu, sisemi Mungu. Kipindi na wengine wanasema amina, lakini mimi naongea sokolo sangu kwa sababu hiyo vitu vimeniingia kwa roho yangu. Nikitaka kuongea kwa Mungu naongea sokolo sangu. Na hapo wananiambia elekea kanisani. Mimi nilichimbiwa chini. Niliwekewa kaburi huko Simbawanga Tanzania, nikawekewa madawa. Kipindi baba yangu pastor uliongea na yeye, mpaka sasa mimi hatuchongea na baba yangu. Nilimwambia baba, mimi nimeokoka, nataka kumtumikia Mwenyezi Mungu. Hali ya kwamba kipindi hata kwa kazi hii nilijipata tu sikukuwa nafahamu. Na mimi nakuombea Mwenyezi Mungu akusaidie utoke kwa hiyo maovu uingie kwa Mungu. Na hata hiyo kipindi nilimwambia hivi, aliniambia wewe kama unaweza ingia kanisani, Mungu akusaidie, wewe enda ujisaidie. Na mimi wacha nikae bali nilivyo. Na mimi kipindi Mungu ataniokoa. Na kitu naweza kuomba, mkikaa hapa, muendelee kuniombea. Kuna mandugu zangu wamesema wameokoka, naongea ukweli hapa. Wakisema wameokoka kumbe wamejificha ndani ya kanisa tena wanarudi nyuma. Lakini mimi naomba Mwenyezi Mungu aniguze nisikue narudi nyuma. Nisirudi nyuma. Munisike mkiona narudi nyuma, munikujie hata nyumbani, munichukue muniambie ingia kwa kanisa. Hadi Mwenyezi Mungu anaendelea kuniongoza. Hadi kitu tu kinaweza kuingiza ni fedha. Fedha ndio zinaweza fanya mtu anaingia kwa maovu. Hadi muniingilie, munisaidie, hadi asante. Na hii uchafu mnaupataje? Hii mavi kijesi ya wapi? Hii chafu tunatumana mtu ule akisindo kuleta, mimi mwenyewe nakuja kwako. Na kujaribu kisindikana, sasa nasema kitu natumia ni madawa. Sasa nakutumia dawa, hali dawa ikitumika kwako, hiyo dawa ikitenda kwako, hali unafikiria wacha nifanye nini? Nienda hata huko nje nijisaidie. Ukienda huko nje usisaidie, usijaribu kuenda huko nje usisaidie. Huko nje ukienda kujisaidia ndio mtu anatoa ile chafu yako, anatumia makucho yako. Wakati unatoa, enda utoe, lakini kama uko na roho ya Mwenyezi Mungu hakuna kitu kinakupeleka. Lakini kipindi umejificha ya Mungu, unasema ni Mungu uko na yeye, na tena ukifika huko unatusi mtu, ukifika huko unaanza kuingia kwa uganga ama unakunywa pombe ukiwa kwa kanisa, hapo hakuna
unaona hapo tutakuingilia na tena kitu kitatendeka. Lakini kama uko na roho ile ya kusema Mwenyezi Mungu ataniokoa, atakuokoa. Lakini kama unasema Mwenyezi Mungu na tena unafika unaingia kwa maovu, unaingia kwa hapa, ama mwanamke ameoleka tena anaingia kwa ndoa nyingine ya mwingine, hapo huwezi saidika. Ndio sababu naweza kuambia msikuje kwenda mko mara mbili. Ndio hata Biblia iko ambaye pastor alinisomea nikasikia huko nyumbani. Akasema kama uko muovu, ingia kwa ovu. Kama unaingia kwa Mungu, ingia kwa Mungu. Sasa kipindi hiyo nilisema mimi sasa niko wapi? Niko katikati wapi? Sasa niko ndani ya kanisa na tena nikifika naitana hao machini. Sasa nafika, unajua wacha niwaambie ukweli. Mtu anakuja anakuambia elekea kwa uganga. Ukienda kwa uganga, ule mtu anakuambia elekea kwa uganga, anapigia ule mtu mganga. Anamwambia huyu mtu wako na shida fulani, yako na shida fulani. Unanielewa? Sasa kipindi umefika huko kwangu, nikikuja wewe na kueleza shida yako vile ilivyo. Na wewe unaelewa, unasema kweli alikuwa anajua aje. Angejua aje hii shida iko aje. Wale wameelekea kwa uganga wanafahamu. Kama mko hapa ndani, mimi siona mtu ambaye ako hapa amekuja kwangu. Lakini kama amejificha nyuma, hali Mwenyezi Mungu atakuja kumuokoa na yeye ingia hapa mbele. Hali kitu tu naweza kuambia, nimepeleka mtu mingi sana, lakini mnaweza kunisamehe. Kitu tu nawaambia, mtu yoyote ako hapa ndani asijaribu kuelekea kwa uganga. Uganga wakati kipindi unaingia kwa uganga, kila mara kwa mara ni sita iko kwako, unakimbia kwa uganga. Na kipindi umeingia kwangu na mimi kitu napenya na toe ni hali ya mchanga yako. Nikitoa mchanga yako nikiona umeelekea pengine unataka kwenda usaidika hapo na kuua. Kwa sababu usiaone ule anaweza kukusaidia. Ndio one ule kweli asanisaidia, ni vizuri nirudi kwa ule. Ukirudi kwangu sasa nakwambia wewe ulirudi huko. Wewe sisaidika. Unaniambia niko na ng'ombe kaki acha nikusaidie. Ukiniambia hivi na mimi nikisikia ng'ombe naenda naweka ile dawa inapunguka kidogo, unanipa hiyo pesa. Sasa ndio sababu naweza kuambia ukielekea kwa uganga umeomba muovu Saitani mbele yako. Kwa uganga huwezi saidika. Ukiitana Mwenyezi Mungu ataweza kukusaidia kuliko waganga wengi kweli wakiniona wataniona mbaya. Kweli kipindi niliongea nyumbani, una watu tulikuwa tunasalamiana vizuri walikuwa waganga. Kipindi nilisema mimi Mungu ameniingilia na nataka nionyeshe mkononi wake kukwenda kwake. Kipindi mtu yoyote ananijaribu mimi niko na hela. Mpaka walitumia watu wengine wakuje kunisaidia. Niwasaidie. Nikawaambia ukweli, hata unipe hela. Mimi nimesaidika. Siwezi kukuambia nikusaidie na siwezi ingia huko ndani tena nijifungie ndani ya mlango nikuambie shida zako. Sasa hivi Mwenyezi Mungu amenisaidia, siwezi ingia hapo. Hadi nikawaambia madawa yote iko, lakini kila kitu kiko, lakini nimeona Mwenyezi Mungu ametendeka mbele yangu. Kipindi nilianguka hapa ndio niliona Mwenyezi Mungu anaingia kwangu. Sikukuwa najua, nilikuwa naenda kwa kanisani kweli naingia mpaka sadaka natoa. Watu wananiona natoa 2,000, 3,000, sasa wananiona huyu ndio mtu amekuja hapa. Ni vizuri utoe 200, hata utoe 50 kusudi utoe ya uzuri. Usitoe hela mingi inaingia kwa mofu. Na kanisa zingine ulikuwa unaenda sinahimilije? Maana ungeenda ukiwa mganga na unatoka tu vizuri. Kwa nini? Nilikuwa naenda kwa kanisa na kitu kibaya tu nilikuwa naona mtu hawezi kuniambia niokoke na anakuja kwangu. Sasa unaniambia nikuje kwako kama niende kwa Mungu niokoke, wewe unakunywa pombe, unakuona wewe ni mlevi. Sasa namuuliza wewe mwenyewe ni mlevi. Mbona wewe usiache ulevi ndio niambie wewe sasa ni uniokoke. Sasa mimi nitaokoka kama wewe hujaokoka. Sasa ndio sababu nilikuwa na wajibu hivi. Na mwingine ananiambia elekea Mwenyezi Mungu akusaidie. Namwambia jana ulikuwa kwangu nikusaidie. Kama ulikuwa unajua Mungu, mbona Mungu hakukusaidia? Hakukusaidia. Ndio sababu nasema mtu anga hapa kwa kanisa, hata pastor ako hapa mbele. Asikuje aelekee kwa uganga ama mtu yoyote aende achukue dawa ya uganga. Watu wa Katoliki wengi, wacha niongea hata wasinione vibaya. Katoliki wengi ndio natibu kwangu. Watu wengine hata wa Katoliki ndio wanachoma upani. Upani hiyo ni ile tunatumia kuvuruta pesa kukuja kwangu. Sasa ukichoma upani inahusikana ajili ya kuvuruta pesa ikuje.
Sasa ukifuruta pesa ikuje na tena unahitaji ama ni sadaka ingie mingi, sasa hiyo unahitaji nini? Ndio sababu unakataa. Nasema hiyo muovu wacha niondokee, wacha niingie kwa Mwenyezi Mungu aniokoe. Kama mtu anaweza kunichukia, wacha anichukie kwa hali ya Mwenyezi Mungu. Nikikufa nikufe, hali kama na wao ni wawe, mwenye ananiua wacha ni wawe niende mbinguni. Mwenyezi Mungu wacha niokoe. Amen. Kidogo tu, hii sirenji ulikuwa unadunga watu hii. Hiyo sirenji mimi hata sasa hii naona siku kuja kuna sindani ya hospitali. Ukiona hapa hata kuna madawa hapa mengi sana. Mimi hii vitu niliwaambia natumia kipindi hata unatungwa sindani ama unakunywa tembe, itumii kwako. Ndio sababu natumia hii vitu. Hata nitaenda hospitali nimesema nimegonjeka ukora. Nitumie hadi nipatwe wanipatie hii madawa nitumie. Hii madawa sasa nikitumia naweka huko ndani. Kipindi unagonjeka ukielekea hospitali uwezi tupigwa upone. Ndio sababu. Kuna kamtungi hapa. Hii vitu waganga wengi unaweza pata wako na mingi. Mimi hata nilikuwa na ingine ilikuwa kubwa mpaka nimeweka ndege. Kichwa ya ndege. Nimeweka juu mtu natumia. Hii kitu ilipasuka, hata hii mkiona imepasuka. Hiyo kipindi niliona Mwenyezi Mungu ameniokoa. Hata roho ilisuka kwangu. Hali hii kitu kilipasuka, kuna vitu viko hapa ndani. Kuna vitu viko hapa ndani. Tumeweka ndani. Unapata kitu kiko hivi. Ukiangalia hii vitu kuna madawa tunaingiza ndani. Tunaingiza hali ya kukata, tunakata kutoka chini vizuri ama unakata kama hapa nilikuwa nimekata. Sasa naingiza ile dawa ndani. Kipindi na kufanyia hivi, sasa na kunaamia na kuruhusa maji. Na kuambia vile kama mtu ambaye anakumeroga ama umeroa, hiyo vitu vitoke na kukonga hata kwa roho. Ndio unastuka. Ukistuka sasa unasema kweli huyu ni mganga kweli. Ukielekea unasema kweli huyu mganga ni kweli hapo na miujiza. Kipindi nilienda kwa kweli mpaka nilistuka ukweli. Sasa ukweli unaogopa na hapo ni vitu nimefanya hapo. Ya ukora tu kutumia hali nipate hela. So, jamani, kwa ushuhuda tukafikia hapo. Ndugu yako utongeaje kwa ajili ya your real brother? Ni ndugu yako kabisa. Uliposikia ameokoka, umeamua kutoka Kisii kuja hapa, ungeweza semaje? Kidogo tu amalize kidogo sabuni. Hadi mmeona mmesini mpaka sabuni kweli na kuwa kwa wangu. Hii sabuni mtu unanyang'anywa kipindi unaoga. Sasa kipindi unaoga hii sabuni unanyang'anywa. Tunawasema kama uko na kitu yako, nasema sina kitu yake. Naenda uone hata pale anaomba utoe. Sasa anaenda anakunyang'anya sabuni kutoka nje. Unasema sabuni yangu imepotea imeenda wapi? Imepelekwa kwa uganga. Sasa ikifike nafanywaje? Au ni kitu chake sasa unaweza tumia? Hali lazima utumie kitu chake kipindi wa ibada ile nyingine watapokea tu ushuhuda, atakuwa na ushuhuda, ataongea na picha, naamini imechukuliwa, CD itaandaliwa, baadaye mtakuja kuiona. So Mungu hakuna jamaliza, naweza ongea ukweli yangu itoke. Huko nyumbani bado na watu wajanifahamu vizuri kama nimeacha kazi, kama ni ukweli hata tukielekea nako. Nahitaji kanisa ikuje kwangu huko. Kuna vitu nayo vimebaki, nilisema kuna vitunguu nimepanda. Hiyo kitunguu ndio kinakunywa mtu tamu. Sasa hata mtoto kama anagonjeka na wekeo damu kila wakati, huyu mtu amenyang'anywa kitu yake kimeenda kimechanganywa. Na waambia msielekee kwa uganga muende kusaidika. Elekea kwa Mwenyezi Mungu na tena utoe roho yako kwa Mwenyezi Mungu akusaidie. Watu wengine nilikuwa najaribu kuweka dawa inanishinda. Nikishindwa naenda namtafutia watu wa kumuua. Kuna watu tunashindwa kwa sababu ya roho wako nayo ya maombi. Hadi tukijaribu ikishindikana, kuna msichana mmoja alikuja kwangu, ndugu yangu tulikuwa pamoja tuende kutenda hiyo kitendo. Huyu mtu ananifahamu.
hiyo kipindi nilitenda, tukatafuta huyu mwanamke akasindikana. Vile alisindikana, nikamwambia hakuna shida, natafuta watu waende kumuua. Nikaenda nikatafuta watu, nikawaleta. Vile niliwaleta, nikabeba probox, nikaingia, nikaenda nao. Vile nilielekea nao, mimi nikakaa juu ya mti, nikawaonyesha ni hapa. Kuonyesha ufagio. Na huyu ndugu tulikuwa pamoja, lakini kipindi hiyo akaniambia utanipatia hela ndio niende. Nikamwambia tutatenda kitendo kwanza ndio nikupe hela. Huyo ndugu kipindi nilikataa kumpa hela. Kipindi nimeua ule mwanamke, nimepatafuta watu wamemuua. Kipindi nimetafuta hela, wameuawa. Sasa yeye akafika, akaenda akasema mwenye ameua ni ndugu yangu. Kipindi nilienda kwa seli, ukweli niliweka kwa seli nikakaa. Na tena hii vitu unajua hata tukisema Mungu hapo. Nikajaribu nikashindwa. Sasa nikaambia ndugu yangu, kuna ndugu yangu huyu mnafanyia vitu na tena ndiye ananikimbilia na kuja ananisaidia. Huyu ndugu yangu akakuja, nikamwambia ukweli imeshindikana hapa. Na ninaomba 50,000 ndio nitoke kwa seli. Utaweza kunisaidia aje? Naenda muuza vitu viko huko kwa nyumba, mkuje unisaidie. Kipindi wamekuja, saa ya usiku nikaweka makoti. Mimi nilikuwa naenda kanisa tena niko kwa mwofu. Nikaweka makoti saa ya usiku. Nikasema Mwenyezi Mungu nilitenda kwa ajili ya kutafuta hela. Nitaweza kunisaidia ukweli nifungulie kutoka hapa kila siku nitakuwa na kuinua. Kipindi nimesema hivyo, ukweli kesho yake nikaamuka huyu mkubwa OCS akaniambia utaweza ondoka wenyewe ambayo walikusika tuchawaona. Nikaelekea kanisani. Kuelekea kwa kanisa nikaendelea kuongea na pastor. Tena pastor akaniambia utaleta vitu vichoma. Kawaambia siwezi choma vitu yangu. Na tena hata kuna vile niliondoka ni hiyo machini ilinisaidia. Lakini kwa sababu sitaki kuongea, nikiongea watu makasta hawezi kuja. Nisema ukweli na eti ni Mungu niliomba. Nikasema hali ni machini ilinisaidia ndio nikakuja. Sasa tunajiamini kwa hali ya vitu lakini hiyo vitu havisaidii. Amen. Asante ndugu yako alikuwa na malizia, baadaye tutaomba, tutaenda kuteketeza. Naomba watu wa imani ziletewe kiberiti, tuombe tuteketeze. Sasa bro, tunashukuru sana. Niko na furaha. Ndugu yangu ameokoka, ameachana na mwovu shetani. Wacha sasa sauti. Asante. Amesema ana furaha ndugu yake ameokoka, ameacha shetani akamtumikie Mungu. Mumeona kwa macho yenu. Tungewahadisia mungesema ni uongo. So hayo ndio matendo makubwa ya Mungu. Na Jumapili ni vile hajawaambia alikuwa amekuja ili amuue mke wake. Alikuwa na kisu kwa pikipiki, kamba kwa pikipiki. Mke akikataa kwenda mdungi amuue, alafu naye ajinyonge kamba afe. Sasa alijipata. Hebu niambie vile ulivyoingia kanisani tunapomalizia. Ulifikaje kanisani? Maana hapo ndipo Mungu alikuokoa kutoka. Wakati ulikuwa unapita, ulisikia nini kikakuvuta uingie kanisani? Mimi kitu naweza sema hadi Mwenyezi Mungu ameniokoa mbali. Na nashukuru Mwenyezi Mungu bali amenitoa mbali sana. Kuna kipindi moja nilikunywa mpaka ya acid. Nilikunywa acid, nikaenda nikajiruza kwa mama mkwe. Nikasema nataka kujiua hapo. Huyu mwanamke nilimuoa angali kabla hajatailiswa. Nikampeleka na tena nikamrudisha akakuja katailiswa. Ila alitailiswa na tena tukarudi na yeye. Kipindi alikuja kutailiswa wakaniomba ng'ombe. Kumba hapa kulia mnatoa ng'ombe muandikiane. Sasa vile niliuza, kuna ploti nilikuwa nayo hapo ila nikauza hiyo ploti, nikatumia hela hali ya huyu mwanamke atailiswe na tena nikitoa pesa ya kimila. Nikamaliza kutoka hapo, nikasema sasa nataka kurudi na mwanamke. Kurudi na yeye nikasema nataka kurudi na yeye nikapata, wakaniambia uwezi enda na yeye, mtoto anarudi shule. Nikajificha nikasema kitu natenda huyu naenda na yeye. Tuanzie Jumapili. Hiyo Jumapili nataka kuelezea maneno lakini nitaelezea mengi, wacha niachilie hapo. Hadi Jumapili mimi nilitoka Kisii. Kitu tu kilinitoa kutoka Kisii, nilikuwa nimeamua nikuje kuua mwanamke.
Nilienda kwa nyumba nikapata mtoto wangu ako angali mdogo sana. Walipata mapacha, mmoja wao ndio huyu uliona amekufa hapo. Hali huyu mtoto vile walimpata mapacha, mwanamke huyu mtoto akakufa. Huyu mwanamke alitoroka. Bila alitoroka akakuja hapa kwao tukaongea makosa juzi akarudi tena. Sasa tendo kilitendeka ni ajili ya huyu mwovu. Ndiye akatoroka. Hii vitu sida viko nayo, hali lazima ulale na mwanamke ama muendelee mapenzi. Kuna mwanamke ama ukikuja kwangu nikikuona wewe ni mzuri hata siwezi kukuacha, naendelea tu. Sasa mwanamke anasikia hiyo wifu inamuingia, anasikia vibaya. Anasema kweli huyu mwanamke hii ni kitu gani anaendelea kunitendea? Huyu mwanamke sio wako na huyu anatoroka. Akitoroka na tena namkumbuka, anasema huyu mke wangu kweli, wacha nimrudishe. Yeye anafika nakataa, ananiambia mimi siwezi rudi. Wakati anakataa namwambia kama huwezi rudi itachiua. Ukweli naingia na hiyo mwovu unaenda na chiua. Sasa huyu mwanamke kipindi amekuja hapa, nikaenda nyumbani nikapata ninaendesha pikipiki. Nikapata watoto wamelala, mtoto mmoja amelala kwenda juu hivi saa 2. Nikapata mtoto mwingine amelala kwenda juu hivi, mwingine amelala kwenda chini. Sasa nikajiuliza watoto wangu wamekuwa kama mayatima na mama yako na bibi yako anaendelea kusunguka. Amemaliza mwezi mzima na wiki 3. Hadi anakaa na watoto ameacha, huyu mtoto ananyonya, amemwacha hapa. Nikasikia uchungu. Nikasema huyu mwanamke kuliko nichuue nikiangalia watoto wangu wanateseka, naenda mpaka kwa ule mwanamke ni muue. Kanaenda nikanunua kisu. Vile nilinunua kisu nikanunua na kamba. Nikaingisha ndani ya pikipiki. Vile niliingisha ndani ya pikipiki na hiyo kisu nikaelekea mpaka hapa kwa mama mkwe. Kufika Migori tukarudi na mama mkwe mpaka Kisii. Nikawakuta wanaenda kwa matanga. Tukamaliza matanga, hawajui, tukakula nao pamoja tukarudi. Sasa kurudi pikipiki ikaisha mafuta. Nikainua ile pikipiki hivi, hali nifurute hewa ndio yatembee kidogo nifikie karibu na mafuta. Hiyo kisu kikaanguka chini. Mama mkwe kukiona ile kisu akauliza kwani unatembea na kisu? Nikamwambia hapana. Hii nilipata kwa itia ndio nikaingisha hapa narudi na hakuna shida. Hali ya kamba iko ndani lakini wataiona. Nikaelekea hapo nikamaliza. Tukakuja mama mkwe yeye wakasema sisi wacha tutangulie. Wewe urudi nyuma mnaendelea kukuja pole pole. Nikaingia kwao. Kufika kwao nikaona ni usiku siwezi ingia. Nikaenda kwa kazini yangu. Nikalala hapo. Asubuhi nikaamuka. Nikabeba ile panga, ile kisu, nikaweka na ile kamba kwa mfuko. Wa jacket ile nilikuwa nimevaa. Nikaingia kwao. Nikawauliza kitu nimekuja hapa ni 100. Uniambie mwanamke atarudi ama arudi. Kwa kesi mimi siongei. Ni hiyo jambo tu nimekuja. Akaniambia hiyo maneno unaongea hatuwezi kukujibu. Utawezelekea vile umesema unaelekea na tena maabara uone nyumba bali mwanamke mwingine alikuwa hapo, kuna mwanamke wa pili ndio. Alikuwa akatoroka. Utaenda uangalie nyumba ukiona kama vitu viko vizuri urudi utapata hiyo jibu. Kufika hapo nikasema leo utanijua kama mjawahi kuniona. Nikaingia hapo nikaongea na huyu mwanamke nikamuuliza nikamaliza hapo nikaingia kwa mwanamke. Mwanamke tukaongea na yeye nikamuuliza mama nimefika. Umepika chakula ninacheka vizuri lakini wajaniona ni nini nimeingia nayo nafikiria. Nikacheka nao. Wakaniambia ingia kwa nyumba kunywa chai. Nikaingia nikawekea chai. Hiyo chai sikukunywa, nikamwaga. Nikaona wametoka nikamwaga. Hiyo roho sina ya kukunywa. Nasikia nipate ule nifanye kenye nataka. Wakaniona wakatoka nje wote, wakaniacha kwa nyumba. Nikaangalia wameniacha kwa nyumba mimi mwenyewe. Nikatoka nje. Nikawauliza sasa ninataka chipu nyinyi wao. Ifili mko hapa. Uliniambia utanipa chipu. Sasa nipatie chipu niende na nikienda kueleza watu wa nyumbani niwaambie ni nini mmeniambia. Sasa kuongea hivyo wakaniambia sisi hatuna chipu. Utaweza ongea na mwanamke wako ndio yeye akupatie machipu. Kwa sababu sisi hatuko kwa. Sasa kipindi nauliza mwanamke akaniambia mimi kipindi ulinisika niliona unataka kuniua. Hali kipindi ulinisika hivi mimi ninaona siwezi rudi wacha nikae kwetu. Kamwambia hivyo umesema hivi ndio. Umeamua hivi ndio. Sasa ile kitendo nilikuwa nakuambia leo kimefika. Nilikuwa namwambia kipindi unatoroka na kuua. Na kuua ndio nichiue. Sasa nikamwambia ile kitendo nilikuwa nakuambia na nilikuwa nakuambia unafikiri ni mchezo. Kwa sasa hii kitaonekana kwa wazi na tena nitaonekana. Kabla kichaonekana amua tuende nyumbani. Akakataa. Sasa nikaona amesikia hivi akaanza kuoga. Akaoga miguu akatoka. Kipindi alioga miguu akatoka, akaenda akaoga mpaka mwili, nikaona baba yake anakuja tubongo.
Bwana baba yake vile anakunywa pombe anakuja, ataweza sema kitu nikasirike nipate nimemfanyia kitendo kabla sijatendea mwenye nataka. Nikaanza kuondoka. Nikaanza kuondoka nikafika kwa keti akanikuta. Nikaongea na yeye nikamwambia baba nimefika tu. Ni jambo ya hali ya kuongea na mwanamke arudi nyumbani nimeshinda shida ni gani. Akaniambia tumeongea kesho mpaka tumechoka. Sasa tutaongea nini? Kitu utafanya wewe unaenda ongea na mwanamke amekupa jibu. Nikamwambia amesema amechoka kwa sasa hata hawezi rudi. Kamwambia kitu utaniambia vizuri. Baba ambia Masi arudi nyumbani aone watoto wanateseka. Kwa sababu nikiona wale watoto vile wanateseka siwezi jua. Akaniambia mimi hata mke wangu tujawahi kukosana tangu hata tukosana na kaa. Hajawahi enda kwa wewe mbona? Nikamwambia sasa kama ni hivyo mimi wacha niende. Akaniambia Masi kuja. Masi ongea ni nini kiko? Masi akaniambia mimi nilimwambia mimi sirudi. Ndio sasa nikaona ameenda, ameniacha. Sasa nikasema kitu nitafanya, nitaweza elekea nimtafute. Nikatumana vijana wawili, nikawatumana mbele yake, hawajui. Vile niliwatumana mbele yake, nikawaambia kitu kiko, tangulia mbele, mwambie huyu mwanamke asimame. Huyu mwanamke akakataa, akaenda. Kuna ugeni ilikuwa akaingia ndani ya ugeni. Akasema huyu mwanamke atamuendea mpaka hapo. Nikaona hapo nitaweza wao. Nikaingia ndani. Kuingia ndani nikaanza kuongea nao. Kuongea nao wako kubali. Kina kijana nilitumana akamuitana tukaongea na yeye akaniambia kama huko na mimi niko hapa. Namwambia karibu tuongee na wewe. Na mimi nahitaji akuje karibu nimtunge kisu. Hali kipindi akakataa akaniambia unajua kuna kitu mama aliniambia. Kipindi ulikuja na kisu kilionekana. Hiyo kisu ni ya nini? Nikamwambia hiyo kisu sina nia yoyote. Kitu niko nayo ni kuongea na wewe urudi nyumbani wewe ni mke wangu kubali tu. Tuende tuongee na wewe. Akaniambia sitaweza. Ama ndarudi kesho. Kesho ndio nitakuja. Ilikuwa Sunday nikamngojea hapo kuja. Nikapata wameelekea na mama yake kwa soko. Nikamwambia vijana wakamtafuta hapo kwa soko. Hapo kumuona. Kurudi sasa vile narudi nikasema naenda kuchiua kwao. Kufika kwao tena nikafika huko juu tena nikarudi. Nikasema sasa naenda kuchiua watoto wangu wakiteseka. Naenda niwekee watoto sumu wakufe na mimi nichiue. Kipindi nimefika huko chini tena nikafika huko Maabera tena nikarudi. Kurudi nikafika huko juu tena. Nikasema sasa niende kuchiua mimi mwenyewe. Tena nikarudi. Roho inanisumbua. Nikarudi nikafika hapo karibu. Kufika hapo karibu nimefika kama huko chini. Ndio, nikasimama. Nikasema yani kuna roho iliniingia tu nikachipata. Nasema naenda kwa pastor. Niombee. Nikakuja huyu nikamwona hapa. Nikamwambia nataka pastor. Akaniambia pastor huwezi kumpata sasa. Nikamwambia nahitaji pastor mimi niongee na yeye. Sasa yako na ibada utamngojea mpaka masaa amemaliza. Nikamwambia kama mimi ni pastor nilikuwa nataka wacha niende. Akaniambia ingia kwa kanisa ikiisha muongee na yeye. Nikamwambia sawa nimesikia. Nikaanza kuenda nataka kuenda. Sasa akafikiri naingia ndani. Kipindi nataka kuenda nikafika huko nikapata mama mmoja. Akaniambia usiingie kwa kanisa mpono ingie ndani. Ingia ndani. Nikamwambia nimeona viti vyote vimejaa. Siwezi ingia ndani. Kumwambia hivyo akaniambia hapana kuna kitu. Ukuja hivyo nikapata ananiweka mpaka hapa mbele. Uniweka hapa mbele sasa nikasema kwani amekalisha kwa kiti ya mtu tena. Nikakaa nikatulia. Kutulia kidogo nikapata roho imenikonga sana. Ukongo na roho ndio Mwenyezi Mungu alinisukia hivi. Ulitaka kuanguka ukasikia unashikwa hapo. Yaani ninafikiria nataka hata nisikuwa nataka nikae. Nilikuwa nasikia niende lakini roho inaendelea kunikonga inaniweka. Hadi nilijaribu mpaka nataka kujaribu kuamka kukuja hapa. Kipindi basa nilifika hapa nilisikia sasa nasema kweli leo ndakufa. Kwa sababu roho ilikuwa inanikonga kipindi ile nawaambia niombee hadi nilikuwa na kongo na roho sana. Kwa sababu muofu ule alikuwa ameniingia vibaya. Nimeshukuru kwa maombi yote mlinifanya. Asante. Naomba maiki zipate zisante ziweza ushuhuda wenye ametoa hata wewe uliyekaa pale na amini umeguza. Si kweli? Naamua hichi ambacho amefanya ameamua. Kwa hivyo tunapoenda kuomba anointing iko nayo. Tuchukua time, acha tu tuamini Mungu. So acha tuombe. Baba yetu Mungu uliyemweza, wewe unayeokoa mwanadamu aliyechoka anapofika mwisho
Mungu haujachoka kujidhihirisha. Kamgusa ndugu yetu, ameamua hata ametembea na mwenzake ili kuja kushuhudia kwa kila alivyokuwa amefanya, na ametubu kwa ajili ya kinywa chake, kwa ajili ya uchawi na uganga. Baba, tunapoenda kuziteketeza, acha Mungu tupate neema yako na kibali. Chochote katika mifuko hii tunapoenda kuiteketeza, ikaungue na ikachomeke, ikateketee. Baba, tunajua Mungu unaokoa, mkono wako ni mkubwa. Hakujua, lakini wewe Mungu ulijua kwamba utamuokoa. Ninapoenda kufanya hatua hii, acha Baba neema yako ituguse katika jina safi la Yesu. Baba, tunaomba. Tunaenda kuomba, tulikuwa tumetoa sadaka. Sekretari, basi kaa dakika chache. Sekretari, mtu karakanda kigeta kutoka nyinganisto. Kumbe ndo hene. Ni kweli. Tapi tora hamuiga nani? Tapi tora hamuiga mtu. Kifunga funga hamuiga. Tubiarimbe kono ose. Maka kuchini. Sema yoneka hera. Kino biasi ya hera. Ndaki mboko. Ura temero. Mboko. Ana ni fanya choge. Kimwembe kimubonekana embe kuntu goja gufiri mumbe. Kiudi kiombe chikunya chama. Vitu viungua sasa bwana. Mbali, hata alikuwa ameenda mbali. Hapo monta yato kero hansi. Sasa kuzikwa. Kabisa basta kwa baada kile siku. Kokoro tu muhurumana tu akajua. nini tena watu wamekuja kutaka. Nini? Hata mmoja kusiona ziungue. Tengwa kata. Elija tunapole kasi. Sasa mjitenge na huo moshi. Acha tubaki hapa na mtua. Sawa. Naja kwako nikitubu juu ya maisha yangu, yale niliyoyafanya yote. Baba, ninaomba unisamehe, unitakase kabisa, unifanye mwana wako, nitie nguvu katika neno lako, ili nisimame nikakuinue wewe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, liandike sasa katika kitabu cha uzima. Asante Bwana kwa kuniokoa, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba, natamka damu ya Yesu kwa ajili ya maisha ya ndugu huyu. Roho zote zilizoyumbisha maisha yake, maroho ya ukanga yote, tunayashika. Achia sasa maisha yake. Chomeka sasa, mtoke. Chomeka nguvu za giza. Kama kuna maroho ndani yake, chomeka mtoke. Toka sasa. Toka kwa jina la Yesu. Chomeka mwende. Achia maisha yake. Enda. Aga mwende nguvu za giza. Toke. Ametamka na kinywa chake. Mwachie. Maganda yaliyochanjua. Achia kinywa chake. Chomeka mwende.
Nyoka wa Bwana juu yenu. Vunjika. Vunjika sasa. Tunawashika nyuma roho. Achia. Enda. Enda nguvu za giza. Chomeka. Chomeka mwende. Chomeka mwachie. Hama nyuma roho. Enda. Leo tunawashika na hatia. Vunjika sasa. Anga mwende. Achia. Achia mwili wake. Achia mwili wake. Chochote kile ambacho kiko ndani yake. Chomeka mwende. Piga nuru mwende. Piga nuru mtoke. Piga nuru mtoke. Mtoke sasa. Mtoke. Miungu yote aliyoitumikia. Vunjika. 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 Kwa jina la Yesu. Roho za uganga. Enda. 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 Achia kichwa chake. Achia kichwa chake. Fanya haraka Mungu achie. Achia nguvu za giza. Damu ya Yesu inayookoa, inayohuisha. Baba, tunanena juu yako wako. Fungua miungu yote. Roho za uganga mwachie. Mtakatifu awe ni mkuu. Mguso kwa ajili yake, tangu kwenye utosi hadi kwenye wayo wa miguu yake, tunamtamkia damu ya Yesu ikufungue. Sema Yesu. Amen. Muamshe kama nguvu za giza zimemwishia zitoke. Baba, mpe neema, uwezeshe kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu ya neema yako na ukuu wako na huruma zako za ajabu. Mungu, unayo makusudi na mtoto wako. Ndio maana ameyasema yote aliyoyafanya, hajaficha, hajakuonea haya. Mungu, mfungue kutoka kwa miungu ambayo ilimuyumbisha, ambayo aliitumikia. Sasa alizikwa, wakaondoa utu wake. Tunarejesha utu wake Bwana. Tunarejesha, tunamrejeshea neema yake. Rejeshewa, rejeshewa sasa. Rejeshewa kwa jina la Yesu. Rejeshewa sasa. Rejeshewa kwa jina la Yesu. Rejeshewa, rejeshewa. Chochote kile kiondoke, kiondoke. Unasikia? Unasikia bwana? Acha kidogo, acha kidogo. Unasikia mwende? Kidogo unaenda? Unaenda? Fanya haraka. Umekaa wapi? Sikiliza. Umekaa wapi? Umekaa wapi kwa mwili huu? Tumbo. Mko wangapi? Mko wangapi? Wangapi? Moja. Jina, jina. Acha kidogo. Yusufu. Roho Yusufu mwachie. Achia tumbo lake, roho Yusufu. Enda, enda. Achia tumbo lake. Yusufu, na kukemea achini Yusufu. Enda. Chama kwa wende kwa jina la Yesu. Enda mwenda. Enda mwache. Ishiwa na kufu uende. Uende na usirudi. Umeenda. Umeenda. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Haujatoka. Sema Bwana Yesu. Haujaenda. Kwa nini uendi? Sikiliza. Kwa nini utoki roho Yusufu? Unaenda? Unaenda? Enda basi. Fanya haraka uende. Chomeka nguvu za giza. Chomeka. Anda uende nguvu za giza. Enda. Enda. Fanya haraka utoke. Utoke kwa jina la Yesu. Unaenda? Umeenda? Nani huyu? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Rejeshewa ufahamu wako. Rejeshewa, rejeshewa. Rejeshewa. Hauendi? Enda, 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 enda. Fanya haraka. Roho za kujifanya. Chomeka nguvu za giza. Chomeka uende. Chomeka. Enda. Chomeka. Fanya haraka nguvu za giza. Chomeka uende. Toka. Unaenda. 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 Enda. Enda. Sema Bwana Yesu, nakushukuru kwa kunifungua. Tangu leo niwe mzima katika jina la Yesu. Baba, ninaomba. Amen. Mwamshe. Mpe viatu zake ambaye. Baba Mungu, asante kwa neema yako na ukuu wako. Asante kwa kumfungua ndugu huyu
tunamwombea ulinzi mkuu, neema yako ikamfunike mtoshe, kwa jina la Yesu ali Mwokozi wetu Bwana, amen. Amen. Viatu vaa bro, sawa. Tunailisha ibada. Kuna tangazo tulikuwa nao lakini hatukulifikisha kwa ibada. Tulikuwa tutoe 100. Au ile tangazo kweli? Hatukusema, tulisema kwa ile ibada. Nafikiri ndio umekuja. Acha tushukuru Mungu. Baba yetu, asante kwa sababu ya ibada ambayo tumekuwa nayo. Tunapoilisha ibada hii ya pili, tunapoendelea tena na ibada ya tatu, neema yako itutosha. Asante kwa sababu ya shuhuda zote ambazo zimetolewa kwa ajili ya ukuu wako. Nakushukuru maana utazidi kwa pamoja nasi, katika jina la Yesu Baba naomba nikiamini. Amen.